Leo katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tumeandaa kongamano linalohusiana na uhifadhi. Limeandaliwa kupitia ndaki ya sayansi za jamii ambapo wamealika wageni kutoka vyuo mbalimbali vya ndani ya nchi, kutoka Afrika ya Kusini, kutoka Ulaya na sehemu nyingine za dunia. Tukiwa na lengo la kuongelea ajenda ya uhifadhi ikiwa ajenda pana, uhifadhi wa mazingira, uhifadhi wa kila kitu. Tuangalie sasa hivi tunakwenda wapi kwenye nchi yetu. Kwa mfano, sasa hivi dunia inaongelea madini, inaongelea climate change. Vitu vyote hivyo vinahusu uhifadhi. Na sasa hivi tuko kwenye kipindi cha akili mnemba ambapo tunatumia nguvu nyingi kwenye mitambo inayotunza hizo data, ambapo unahitaji kuvuna madini, kwa hiyo unaharibu mazingira, unahitaji kutunza vile vinu vinavyotoa umeme, unahitaji kutunza zile nyumba ambapo umeme unafanyika, AI inafanyika kama conserve data. Sehemu zote hizo zinatumia nishati kubwa, maji yanatumika mengi. Sasa inatakiwa tuhifadhi mazingira. Kwa sisi kama Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kuna sauti ambayo ipo hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kuongelea ajenda hii, tukizingatia dira ya Tanzania ya 2050 ambayo na yenyewe imejikita katika kuhakikisha kwamba tunatunza mazingira yetu, lakini bila kusahau ajenda ya African Union inayoongelea Afrika tunayoitaka, na ajenda ya utunzaji wa mazingira ipo, lakini kuna SDGs ambazo na zenyewe zinaongelea hayo mazingira yatunzwe. Lakini Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tangu kilipoanzishwa kimekuwa katika hali ya kutunza mazingira. Ukija hapa utakuta baadhi ya viumbe ambao tuliwakuta hapa tumewatunza. Kwa mfano, utakuta ngedere, utakuta wanyamapori ambao siku hizi huwa tunakagua usiku kwa kutumia kamera mbalimbali. Hawa wametunzwa vizuri na wakati mwingine mchana hawaonekani. Lakini vile vile tumetunza miti ambayo ni uoto wa asili, na chuo chetu kinaonesha hiyo juhudi katika kutunza mazingira. Nadhani ndio maana haya mataifa mengine yamechagua Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na ukija hapa utaona kilivyo kizuri kimetunzwa, na hii ajenda ya utunzaji tunai address vizuri sana. Lengo hasa kwamba kwa nini watukutane hapa ni kuweka platform. Wenyewe hawatatunga sera, lakini yatakayojadiliwa yatasaidia watu wanavyoomba pesa za tafiti, watu wanavyoandika zile tunaziita policy brief. Tuongelee ajenda gani kuangalia mambo yanayoendelea katika nchi yetu na bara zima la Afrika. Huko nyuma ni kweli mikutano ilikuwa ikifanyika, iliazimia. Sasa katika mkutano huu wanafuatilia walichoazimia kuona tumefika wapi. Kwa hiyo ni kufanya evaluation ya kile ambacho kimesha kufanyika nyuma, na sio mkutano wa kwanza kwa maana ya hapa, na sehemu zingine wameshakuwa na mikutano ya uhifadhi. Kwa sisi na sisi tunaunga mkono kupeleka sauti yetu kwenye uhifadhi wa mazingira. Pengine nini sasa ushauri wako kwa jamii ambayo wanatazama sasa? Jamii yetu naishauri kwanza tuyaelewe mazingira tuliyopo. Ukiwa wewe kama binadamu, wewe ni kiumbe namba moja kwenye mazingira, lazima tujijali. Vijana wajijali, wazee, kina mama, wote wajijali. Tujali afya zetu kwa sababu sisi ndio sehemu namba moja ya mazingira. Lakini tujali viumbe wanaotuzunguka na kuhakikisha kwamba tunawatunza vizuri, na sio viumbe tu peke yake, na mazingira yote. Tusiharibu miundombinu, tusiharibu vitu ambavyo tumevijenga kwa nguvu kubwa, tusiharibu uoto wa asili, tusiharibu bahari, tusiharibu mito. Tuhifadhi mazingira ya tuhifadhi. Kwa maana tunafurahia saizi baadhi ya vitu ambavyo vimehifadhiwa na wazee wetu wa zamani hawakuviharibu, ndio maana tumevikuta. Sisi turithishe kizazi chetu mazingira yaliyohifadhiwa vizuri, na hata tukiondoka tunakuwa tuna furaha, na vizazi vingine vitatuzungumzia kwamba kweli hawa ndugu zetu walioishi katika hii karne walihifadhi mazingira yetu. Sasa tafiti zinazofanyika pale zinasisimua uwekezaji katika biashara ya kaboni, na hii ni biashara kubwa nchini, na yenyewe ukiweza kuingia huko, maana yake
unashiriki katika ajenda ya dunia ya kuhifadhi mazingira. Na sisi kama tunavyosema siku zote, ndaki ya sayansi za jamii ni mahali ambapo tuna mijadala inayokita sana kwenye mambo yanayohusu ustawi wa jamii, maendeleo na vile vitu vinavyoendelea kwenye nchi vya kisiasa, vya kiuchumi, vya kijamii ambavyo vinagusa maisha ya watu. Sasa uhifadhi unagusa maisha ya watu moja kwa moja, na sisi kama wanataaluma na walimu pia tunakuwa na mijadala hii kwa sababu ni lazima tuangalie uhifadhi unaelekea wapi, mazingira yetu yanaelekea wapi, lakini muhimu zaidi ile elimu tunayozalisha sisi kama wanataaluma imetokea wapi, chanzo chake ni nini? Chanzo chake ni sisi ama kina chanzo kingine? Na kama chanzo chake sio sisi, ina maana hata uhifadhi tunaofanya utakuwa na kasoro. Kwa hapa kama mnavyoona, tunajaribu kusikilizana sauti za wanasayansi, lakini wapo pia na ambao sio wanataaluma kwenye hili kundi, na tunaongea zaidi kuhusiana na kile ambacho kimetokea kwa miaka mingi katika uhifadhi. Hapa tulipo tumefika eneo ambalo tuna malalamiko, tuna vitu vizuri, lakini tunataka kuwa na sauti inayotokea barani Afrika. Kwa ni lazima turudi nyuma tuseme uhifadhi wa sasa umetokea wapi? Sisi wa Afrika ni wapi ambapo tuliacha sauti zetu zikachukuliwa na watu wengine, na zimechukuliwaje? Ni kwa namna ya kupewa fedha za uhifadhi, ni kwa namna ya kupewa fedha za mafunzo, ni namna ya kupewa fedha pia za kuendesha mijadala, kwa sababu sauti zinaweza zikafifishwa kwa sababu umepewa fedha za kufanyia jambo. Kwa hiyo tunaangalia sana mambo mengi, kama mlivyomsikia mgeni wetu rasmi ametugusia mambo mengi sana, namna ambavyo sauti zinapotea huko katikati katika kutafuta kwingi. Na sauti sio wanataaluma tu, hata sauti ya serikali inaweza ikapotea pia. Kwa hiyo fedha nyingi za uhifadhi zinapokuja zinaweza zikapoteza kabisa malengo ama tuseme zile priorities, vile vipaumbele vya wananchi vikaenda, vile vipaumbele vya waliotoa fedha vikawa ndivyo vilivyoko mbele. Kwa kweli huu mjadala kwetu ni muhimu sana. Tuna watu kutoka nchi mbalimbali na tunategemea kwamba mwisho kabisa sisi kama wanataaluma tutakuwa na jambo la kitaaluma la pamoja, huwa tunasema ni joint publications. Inaweza ikawa ni kitabu, inaweza ikawa ni special issue kwenye journals, lakini pia tuna wenzetu ambao wametoka kwenye taasisi zinazowezesha uhifadhi, nao tuko nao. Kwa hiyo mijadala hiyo tutaona namna gani inafika kwenye level za kisera, ili tujue sisi kama watafiti wa uhifadhi tunawezaje pia kuongeza sauti zinazoweza kuleta mabadiliko ya kisera, na mwisho kabisa kuleta pia mabadiliko kwenye maisha ya watu. Na mahusiano kati ya mazingira, uhifadhi na maisha ya watu ambao kwa sasa hauko vizuri sana, ni namna gani sasa tunaweza tukashauri sisi kama wanataaluma tukaweka mambo vizuri. Interest yangu hasa pia ni kusikia sauti za wale watu ambao hatuwasikii au huwa mara nyingi wanasemewa. Nimefanya research au utafiti kwa jamii ya Wamasai kwa upande wa fasihi, na nimeona jinsi ambavyo sauti zao zilikuwa hazionekani kabisa, lakini ni watu ambao ukiangalia historia yao na maisha yao yamesambazwa ulimwengu mzima, kuanzia kipindi cha ukoloni wa missionary, wale wapelelezi wote walikuwa na hizi hadithi za Wamasai, lakini wao sauti zao zimemisi. Kwa hiyo leo ninapokuja kwenye symposium ambayo inazungumzia hasa jinsi ya kuhamasisha sauti za Waafrika katika mambo ya uhifadhi, ni kitu ambacho kinanifikirisha sana, kwa sababu tumefundishwa au tumekuwa katika taasisi ambazo zinatufundisha kufikiria au kurithi maarifa kutoka sehemu nyingine na kufikiria Uafrika kutokana na yale maarifa ambayo tumeyapata sehemu nyingine. Kwa hivyo kwa mfano aliyechechemua mada
Profesa Mano amenifikirisha pia kwamba ni namna gani ambavyo tunaweza kuzungumzia Uafrika na tukazungumzia maarifa ya Kiafrika bila kuyaunganisha na maarifa ambayo yameandaliwa au yametafitiwa sehemu zingine za ulimwengu. Ni Watanzania ambao tunaishi Tanzania ambao tunaweza kujua kwamba sasa hivi kwa kukata miti kiasi hichi jamii yetu inakosa vitu fulani, inakosa 1, 2, 3. Na swala la uhifadhi nadhani ni kitu ambacho hata hakihitaji kwenda shule, kinahitaji uzoefu na mazingira. Mwanadamu siku zote huwa ana interact au ana mahusiano ya kila siku na mazingira yake. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba mijadala kama hii ni ya muhimu sana, hata jinsi ya kushauri vyombo ambavyo vinafanya maamuzi ya namna gani ambavyo tunaweza kusikia sauti za jamii na jinsi ya kuhifadhi, na pia jinsi ambavyo tunazungumzia. Kwa mfano hata kwenye vyombo vya habari tunapozungumzia jamii za Kiafrika, mara nyingi kwenye utafiti au kwenye miradi mbalimbali tunasema mradi huu ni shirikishi. Hatusemi kwamba mradi huu ni mawazo ambayo yametokana na jamii fulani ambayo inataka kujikwamua kutoka kwenye jambo fulani. Sisi tunasema kwamba mradi huu utashirikisha jamii, au mradi huu utashirikisha mwanamke, au mradi huu utashirikisha vijana. Je, vijana, wanawake au ile jamii husika ndio ambayo imekuja na hayo mawazo na ndio ambayo imetengeneza vitu ambavyo vinatakiwa vifanyiwe kazi kwa wakati ule na sio wakati mwingine.